Mafanikio ni matokeo ya maamuzi sahihi na tabia zinazofanywa kwa muda mrefu. Mafanikio ya kweli yanapatikana kwa kutumia maarifa, nidhamu, mipango pamoja na uvumilivu. Kitu cha kwanza ni kusoma vitabu. Hii ni moja ya tabia inayowatofautisha watu waliofanikiwa na watu ambao hawajafanikiwa. Vitabu vinatoa maarifa mapya, namna ya kutatua changamoto na kuonyesha njia nzuri za kufanya maamuzi. Muda unaotumia kusoma vitabu ni uwekezaji mkubwa kwenye maisha yako. Vitabu vya biashara, fedha, uongozi, saikolojia na maendeleo binafsi vinasaidia kubadilisha mtazamo hasi kuwa mtazamo chanya. Dunia inabadilika kila siku. Kupitia teknolojia, uchumi na biashara, unaweza kupata maarifa mapya kwa kusoma vitabu. Kitu cha pili ni kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali. Watu waliofanikiwa hawaweki fedha zao sehemu moja. Huwa wanagawa pesa kwenye maeneo mbalimbali ili kupunguza hatari ya kupoteza pesa kama eneo moja litapata changamoto. Unapowekeza kwenye maeneo mbalimbali, unatengeneza nafasi ya kupata mapato kutoka kwenye vyanzo tofauti tofauti vya uwekezaji. Kitu cha tatu ni kununua asset. Moja ya siri kubwa ya watu waliofanikiwa ni kununua asset na sio kutumia fedha nyingi kwenye vitu ambavyo vinashuka thamani. Asset ni mali zinazoweza kukuingizia kipato au kuongezeka thamani. Watu waliofanikiwa wanapopata kipato, sehemu ya fedha huwa wanaitumia kununua mali zinazoweza kuzalisha fedha nyingine. Badala ya kutegemea mshahara au biashara moja, huwa wanatengeneza mfumo ambao mali zinaendelea kufanya kazi na kuongeza asset nyingi zaidi. Kadri idadi ya asset inavyoongezeka, ndivyo mapato yanavyoendelea kuongezeka. Watu waliofanikiwa huwa hawakimbilii kufanya starehe za muda mfupi zinazomaliza fedha bila kurudisha faida, kwa sababu wanaelewa kila asset wanayonunua inaweza kuwa chanzo kikubwa cha mapato kwenye miaka ijayo. Kitu cha nne ni kuweka akiba. Kuweka akiba ni tabia inayowapa watu waliofanikiwa usalama wa kifedha kwa kutenga sehemu ya kipato chao kabla ya kuanza kufanya matumizi mengine. Akiba inakusaidia kuwa na fedha za dharura na kuepuka kukopa pesa changamoto zinapotokea. Kitu cha tano ni kujenga vyanzo mbalimbali vya mapato. Watu waliofanikiwa hawaishi kwa kutegemea chanzo kimoja cha mapato, kwa sababu wanajua kazi, biashara au uwekezaji mmoja unaweza kupata changamoto wakati wowote. Hii ndio sababu inayowafanya wawe na vyanzo vingine vya mapato ili kuongeza usalama wa kifedha. Mafanikio ya kifedha yanategemea tabia na maamuzi ya kila siku. Kusoma vitabu kutakuongezea maarifa. Kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali kutakusaidia kupunguza hatari ya kupoteza fedha. Kununua asset kutakujengea mafanikio na kipato cha muda mrefu. Kuweka akiba kutakufanya uwe na usalama wa kifedha, na kujenga vyanzo mbalimbali vya mapato kutakusaidia kuwa na uhuru wa kifedha. Hizi tabia zinahitaji nidhamu pamoja na uvumilivu.